Very briefly, Mheshimiwa Eugene Wamalwa aseme jambo. Bomet hoye! Hebu tusalimiane hewani. Sisi tuliambiwa hatuwezi kanyaga Bomet. Hapa ni Bomet. Umetukaribisha. Hapa kuna watu wa one town. Hebu nione one town. Ai. Kumbe walikuwa wanatudanganya. Nataka niwashukuru sana watu wa Bomet kutukaribisha. Ninyi ni Wakenya wenzetu na Kenya ni yetu sisi zote, na tuna haki kwenda pahala popote Kenya kusemezana na Wakenya wenzetu, tusikie shida zao na tuwatetee vile tunatetea Wakenya wengine. Sawa. Mimi hapa nimeshangaa sana. Mimi nilikuwa kwa serikali na Bwana Ruto na Bwana Uhuru Kenyatta. Hapa Bomet tulikuwa tumesema, nikiwa waziri wa maji, tuliweka mipango ya Bosco Dam. Mnakumbuka Bosco Dam? Naambiwa hadi sasa Bosco Dam haijajengwa. Hiyo ni kweli? Hakuna maji? Tuliambiwa mna shida ya daraja, hii daraja yenu hapa, si ndio? Nimeelezwa hii daraja imeua watu wengi. Bwana Ruto aliahidi atatengeneza. Alisema hakusema? Amewatengenezea daraja? Mimi nimeambia Bwana Ruto anakimbia kule Nithi. Kuna daraja kama yenu imeua watu hapa. Kule Nithi pia kuna daraja imeua watu. Nimeona anakimbia huko kupeleka mabilioni na kumbe amesahau nyumbani. Si hapa pia ni Kenya? Si Wakipsigis pia wanahitaji maendeleo? Sisi tumesema vile Rais Moi alikuwa anasema, siasa mbaya maisha mbaya. Leo tuko Bomet kuambia Wakenya wenzetu wa Bomet County, sera mbaya maisha mbaya. Sera nzuri ni kama mvua hii mnaona. Mvua ikinyesha inanyeshia kila mtu. Uwe na nyumba ya gorofa ama nyumba ya nyasi unapata mvua, si ndio? Uwe na ekari 100 ama ekari 20 unapata mvua. Sawa. Ndio sababu tumesema ile sera mbaya Bwana Ruto ameleta. Sisi na Uhuru tulikuwa na linda mama kwa sekta ya afya. Bibi yako hapa Bomet, uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe hata polisi, bibi akienda kuzaa kwa hospitali ya serikali anazaa bure. Mnakumbuka? Hiyo ndio ilikuwa inaitwa linda mama. Ilileta usawa. Na sasa jamaa wetu wametoa linda mama, wameleta kitu inaitwa sho. Inafanya kazi kweli jamani? Iende siende? Sisi tumesema tunataka tushikane na jamii ya Wakalenjin. The Kalenjin nation is suffering as much as the greater Kenyan nation. Gharama ya maisha ikipanda, hii mafuta ikipanda hapa, ukienda kama Mkale utanunua hiyo mafuta ya bei ghali. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir alisema, Wamalwa, mimi kuwa Mkale hainisaidii sababu ugali ikipanda hakuna ugali ya Mkale, si bei ni moja. Hakuna mafuta ya Mkale, si bei ni moja. School fees ikipanda university, watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding, ikiwa sera mbaya Kitale ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Hiyo ndio tumesema next year. Huyu Gachagua amekuwa deputy president, amekuwa kwa serikali. Huyu Kalonzo amekuwa vice president, amekuwa kwa serikali. Mimi Wamalwa nimekuwa waziri. Tunajua uzuri wa sera nzuri. Kibaki aliposema free primary education, ilikuwa ni kwa watoto wote wa Kalenjin, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Luhya. Hiyo ndio sera tunataka turudishe. Mtachunga mkono jamani? Asante, Mungu awabariki, tutembee pamoja.